kujifunza na kuangalia neno la Mungu. Na leo pia tunaendelea. Nilisema malengo ya semina hii ni kuwa na ongezeko kiimani. Tuongezeke imani yetu, tumjue Mungu na jinsi anavyojifunua kwetu. Tufahamu wito wa Mungu kwetu na kufahamu kwa kina rehema za Mungu na mahusiano yake, hasa katika kipindi hiki cha neema. Tujue jinsi ya kumgusa Mungu katika hali ya madhaifu tulionayo mbele zake. Na nikasema ya kwamba inakuhitaji kusikiliza ili usiishie tu kusikia, ili uweze kunufaika na neno hili ambalo Mungu ametupa, na semina hii ambayo Mungu ametupa. Inakulazimu uwe mtu aliyechagua kusikiliza. Nitakufundisha kwa habari ya kusikiliza na matokeo ambayo watu waliyapata baada ya kuamua kusikiliza. Nitakueleza habari ya watu wa darasa la Tirano ambao Paulo alikuwa nao muda wa kutosha kule Efeso. Kazungumza nao ndani ya miaka 2, kawafundisha kwa habari ya kumfahamu ufalme wa Mungu. Baada ya hapo tukaona hata kupitia leso na nguo watu wakapokea matendo makuu ya Mungu, wakaponya magonjwa na miujiza mingi ikatokea. Lakini pia tukaona darasa la kanisa la Beroya au watu wa Beroya, nao walipata muda wa kukaa vizuri na Mungu, kujifunza neno la Mungu, kulitafakari siku na mchana. Na maandiko yanasema baada ya kitu hicho kukifanyika, watu wengi wakazidi kumwamini Mungu, hadi watu wenye vyeo ambao mwanzo ilionekana walidharau imani, lakini kwa sababu walikaa chini na kujifunza, imani ikaongezeka ndani yao, wakaamini. Na mwishoni tukamalizia kwa habari ya Yesu na Wasamaria. Tukasema Wasamaria walimuita Yesu akae karibu yao, akae katika kijiji chao, katika mji wao ule. Wakamwambia Yesu, tumesikia habari za mwanamke ambaye umekutana naye kisimani. Amekuja akatushuhudia mambo mengi juu ya uweza wako na juu ya wito ulionao, na kwamba wewe ndiye Kristo na wewe ndiye uliyekuja kuwakomboa wanadamu. Kwa hiyo tumekuja, tunakuita, njoo kae kwetu, na sisi tunatoa muda wetu ndani ya siku 2. Tutaacha mambo mengine yote, tukae kwako tujifunze. Na tukasema wao walichochagua ni kwamba wakasema watakaa. Kwenye Biblia ya Kiingereza wakasema they will tarry. Maana yake ni kwamba watakaa pasipokuwa na haraka ya kuondoka, watakaa pasipokuwa na haraka ya kufika mwisho. Kwa hiyo wataahirisha mambo mengine, wataahirisha shughuli zao ili wapate muda wa kukaa na kutafakari neno la Mungu, wamsikie Yesu Kristo. Na tunaona matokeo ya wito wao wa kukaa kwa siku 2 na Yesu Kristo. Maandiko yanasema katika Yohana 4 sura 41 na 42 pale. Maandiko yanasema wale watu wakaamini wao binafsi pasipo tena kutegemea lile neno la yule mwanamke. Wakaamini wao binafsi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukasema ya kwamba na sisi tumetenga muda wa kukaa kujifunza neno la Mungu. Kila mmoja wetu tumeacha shughuli zetu, tumekubali kuingia gharama tupate muda wa kukaa tumwabudu Mungu, lakini tujifunze neno la Mungu. Sio kwa sababu tuna shida au sio kwa sababu tuna mahitaji mengi, ila tu tunataka tukae chini tumsikie Mungu atufundishe. Akishatufundisha atupe ongezeko la kiimani. Haleluya! Kwa sababu ongezeko la kiimani ndilo linalofanya Mungu ahusike na maisha yako, ndilo linaloachilia neema ya Mungu kwenye maisha yako, ya miujiza, ya rehema za Mungu. Tukasema unapokuwa umeongezeka katika imani, utajua katika mabaya na katika mema bado Mungu anabaki kuwa Mungu kwenye maisha yako. Mungu hawi Mungu kwako tu kwa sababu ndilo uliokuwa unahitaji amekupatia. Maana katika mazingira mengine inakubidi Mungu asikupe ili akuokoe. Haleluya! Tunamfahamu ndugu yetu anaitwa Yusufu. Yusufu alipelekwa gerezani, lakini ukisoma Biblia baada ya Yusufu kutoka gerezani huoni mahala ambapo Yusufu analalamika, anamrejea tena yule mwanamke, mke wa Potifa. Anasema wewe mwanamke uliniwazia mabaya, umenifanyia mabaya, sasa nimepata cheo, nimekuwa waziri, nitakufanyia 1, 2, 3. Hapana. Ile tunaona Yusufu
anaishi kama mtu aliyebarikiwa, anajua ya kwamba hata kwenda gerezani bado Mungu ameruhusu, bado kusudi la Mungu lipo. Haleluya! Kwa hiyo ndio maana tukasema ya kwamba inabidi ufikie hatua hiyo, na ili ufike katika hiyo hatua lazima uwe umeongezeka kiimani, ukue, usiwe tena kama mtoto mchanga. Sasa wenzetu walihitaji miaka 2 kukua kiimani, kuongezeka, na walipotoka katika lile darasa, maandiko yanasema ya kwamba maajabu mengi yalifanyika kupitia wao na kupitia kwa Mtume Paulo, kiasi kwamba wanadamu wengine waliokuwa wanazunguka, ambao wao hawakuwemo darasani, ila waliyaona matunda, waliyaona matokeo, wakadhani kwamba haya mambo tu yanafanyika. Wana wasewa wakatoka wakaingia katika mji, wakaanza na wao kukuta mtu mmoja ana pepo, wakaanza kukemea pepo. Wasijue ya kwamba hili pepo litoke linahitaji uwe na msingi ndani yako, msingi wa kiimani. Sio tu kwa sababu ni Pentekoste, sio tu kwa sababu unamjua Paulo, sio tu kwa sababu umeona kuna wanafunzi wa Paulo wanafanya 1, 2, 3 na umewaangalia ukaona hao wanasema kwa jina la Yesu. Ila inakuhitaji ukae chini, uwe miongoni mwa wanafunzi ambao watakuwa tayari kusikia na kusikiliza. Haleluya! Kwa hiyo tulisema semina yetu tumeiweka katika mfano wa kikao cha baba na mwanaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo baba anazungumza na mwanaye, anatoa usia, anatoa maelekezo, kwa sababu ya anatamani mtoto wake apate urithi ulio bora. Kwa hiyo ndio maana tukaita kwamba Samueli anazungumza na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo mwanzo nilikueleza ya kwamba inahitaji uwe msikivu, kwa kuwa tumesema ni mazungumzo, ni Mungu anazungumza na sisi kama baba yetu mkuu. Kwa hiyo anataka tusikilize, sio tusikie tu, maanake tuwe na utulivu ili tumsikie, maana yeye ni baba yetu, anatamani atuachie usia ulio bora. Haleluya. Sasa hapa tutaangalia urithi ulio bora kwa mtoto ni upi. Tujifunze kipengele hichi kabla tujaingia kwenye kipengele cha pili. Kabla tujaanza kukaa chini na kumdiscuss Samueli, tuangalie kwanza urithi ulio bora kwa mtoto ni upi, ili wewe kama mzazi au wewe kama mtoto ujue kwamba je, baba yako amekuachia urithi ulio bora, na hata kama unatamani baba yako akuachie urithi ulio bora ni upi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo urithi unaweza kuwa kwa maana ya kawaida au maana ya kibinadamu. Urithi ambao baba anaweza kumwachia mwanae unaweza kuwa katika mali, fedha, ama utamaduni na asili, au urithi wa kibiolojia. Kuna watu ambao wamerithi mali, kuna watu wamerithi tamaduni zao, manake zile tabia za kabila, asili yao, wamepewa urithi, wamerithishwa na wazazi wao. Na wengine bahati mbaya wamerithishwa magonjwa. Kwa maana unasikia kuna magonjwa ya kurithi. Sasa je, hatuwezi kuepuka hili swala la kurithishwa, kwa sababu jambo hili linaenda automatic. Yaani kuna mtu mwingine anarithi pasipo yeye kuambiwa, anajikuta tu huyu tabia zake ni kama baba yake, huyu mwenendo wake ni kama baba yake. Ukienda kwenye jamii utakuta kuna hizo story, nasema unajua hata baba yake kabla hajafariki alikuwa na tabia 1, 2, 3. Huo ni urithi. Kwa hiyo hatusubiri kuambiwa ya kwamba sasa mwanangu njoo nikwambie urithi wako ni huu, ninachokuuliza ni hichi 1, 2, 3. Hapana. Ila wanasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Kama baba yako ni mlevi, tunaamini na tunatarajia automatiki, pasipo hata wewe kwenda kumuomba, tunatarajia kuna siku moja tutakuona na wewe unalewa, kuna siku moja tutakuona na wewe umefungua genge la ulevi. Kuna familia moja naifahamu Dar es Salaam pale, yaani 80% karibu 80 wale watu wote ni mafundi ujenzi.
Mjomba wangu kwa bwana anafanya kazi gani? Ni fundi. Yaani kuna mtu ulikuwa unamuona tu, lakini ukija kuuliza kazi yake utakuta na yeye ni fundi ujenzi. Maana yake ni nini? Wamelipishana. Yaani sio kwamba unapenda, ila kwa sababu umezaliwa katika mazingira yale, ule utamaduni unakuletea kuwa miongoni mwao. Kwa hiyo na sisi kama watumishi wa Mungu au kama watu ambao tumeokoka, tumemwamini Yesu Kristo, lazima tufahamu urithi ulio bora ambao tunaweza kuupata kutoka kwa wazazi wetu ni upi. Kumbuka jana nilikuelezea kwamba katika Ibrania sura ya 11 maandiko yanasema wazee wetu wa imani walihesabiwa kuwa na ushuhuda ulio mzuri, au walipewa ripoti nzuri kwa sababu ya imani waliokuwa nayo. Na hivyo tukasema ya kwamba Biblia imejaa wazee waliotutangulia au watu waliotutangulia ambao sisi tunawasoma kama role model wetu, kama watangulizi wetu. Tunaangalia jinsi walivyoishi, jinsi walivyotembea na Mungu, tunajifunza kupitia kwao. Hatujifunzi kama historia, lakini tunajifunza kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Roho Mtakatifu anatupa ile roho ya hekima na ya mafunuo ya kujua ya kwamba huyu Bwana Daudi tunavyomsoma atatusaidia nini kwenye maisha yetu ya sasa. Daudi alikuwa labda anatembelea punda, leo hii hatuna punda. Je, tunapomsoma tunamsoma kama historia? Alitembeaje na Mungu? Alikuwa anapigana vita za kimwili. Sisi hatupigani vita za kimwili, lakini je, tunajifunza nini kutoka kwenye historia yake? Kwa hiyo lazima tukae chini, tuwasikilize mababa zetu, tuwasikilize baba zetu walichokifanya, jinsi ambavyo Mungu alizungumza nao na jinsi ambavyo Mungu alitembea nao. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo urithi ulio bora ni upi kwa mtoto? Je, ili uonekane umerithishwa vizuri na mzazi wako, ni akuachie nyumba, akuachie magari, akuachie elimu? Haleluya. Tusipojua hivyo tutachukiana, tusipojua hivyo tutawadharau wazazi wetu. Maana tutaambiwa, unaona mtoto wa fulani. Kuna kastori kale kanasemekana kwamba pale Dar es Salaam kuna watoto ambao wazazi wao waliwahi maeneo mazuri. Unaambiwa wewe baba yako, wakati wenzake wanawahi maeneo, baba yako alikuwa yuko bize tu analewa, anacheza tu disco. Sasa hivi huna hata kiwanja. Lakini fuatilia watoto walioachiwa hivyo viwanja. Yaani yule baba yake akiamka akakuta kile kiwanja ambacho walikitafuta kwa jasho, hapo mtoto wake alichokifanya ni kilio. Haleluya. Sasa je, urithi ulio bora ni upi? Ni kitu gani ambacho wewe kama mzazi utamwachia mtoto wako kikamfaa, kikawa na maana, sio mbele zako tu huko utakapokuwa, lakini pia hata kwa Mungu? Ndicho tunachokitafuta, ili ujue hata wewe unapotaka baba yako akuachie kitu, anakuachia kitu gani? Nafahamu tuko kwenye mazingira ambayo wazazi wanatamani kuacha watoto vizuri. Ndio maana utakuta kwamba napambana, sitamani watoto wangu waje wapitie njia nilizopitia. Yaani natamani watoto wangu wasipate shida, waishi vizuri. Kwa hiyo baba anahangaika, anawatafutia mashamba watoto, anawatafutia maeneo mazuri, anawajengea nyumba, anaandaa urithi kwa watoto wao. Wengine wakasema nataka mtoto wangu nimwachie urithi mzuri, aendeleze hizi kazi zangu, kwa hiyo anampeleka shule. Haleluya. Lakini ni nini kilicho bora? Ni nini ambacho kinafaa kwa mtoto kutoka kwa mzazi? Urithi ulio bora ni upi? Hicho ndio kipengele ambacho tunaenda kukiangalia ili tupate kuelewa ni nini hasa tunatakiwa tukifuate kutoka kwa wazee wetu. Haleluya. Kwa hiyo tunasema katika, tuangalie Mithali sura ya 19 mstari wa 14 mpaka 13. Haleluya, watumishi wa Mungu. Amen. Tutaenda mchaka sababu ya muda. Ni wewe tu kuhakikisha unafuatilia na unasikiliza vizuri. Haleluya. Amen. Na nikiona mnasinzia nitawaamsha. Bwana asifiwe. Haleluya. Mithali sura ya 19 mstari wa 13 14 inatuonyesha kwanza picha
ya kinachoendelea hapo. Haleluya. 13 anasema mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye, na ugomvi wa mke kama kutonatona daima. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona utangulizi hapo ya kwamba nyumba na mali ni urithi mtu apatao kwa babaye. Haleluya. Lakini mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Kwa hiyo hapa tunapata tafsiri rahisi ya kujua kwamba urithi ulio bora ni upi. Haleluya. Je, unatamani upewe nyumba na mali kutoka kwa baba yako, au unatamani upewe mke mwenye busara kutoka kwa Bwana? Hii tafsiri yake ni nini? Busara ni uelewa wa kina katika kufanya maamuzi sahihi. Busara ni uelewa wa kina katika kufanya maamuzi sahihi. Sasa sitaki tuangalie hicho kipengele cha mke, nataka tuangalie kile ambacho mke anapewa. Maana yake ametolea tu mfano kama mke. Sisi tunajua mke unaweza ukapewa hata na mzazi wake. Kwa mfano Daudi alifanya vizuri kwa Sauli akampa mke Mikaya. Wanasiwe sana Mikali kama yule Mikali Daudi alipata kutoka kwa mfalme, mtoto wa mfalme. Lakini ukisoma story vizuri utakuta baadaye Mikali anakuja amuona Daudi anamtumikia Mungu, anamsifu Mungu, anacheza, anamshukuru Mungu kwa kila ambacho Mungu amekitenda kwake. Mikali anamwambia, umekuwa kama mwanamume mpumbavu, umejishusha heshima mbele za watu, wewe ni wakuruka hivyo. Haleluya. Kwa hiyo Mikali anapata adhabu, anapata laana ya kutokuwa na uzao. Kwa hiyo unaweza kupata mke, unaweza kupata wazazi wazuri, wakasema tunakupa mtoto wetu, ukapewa mke. Haleluya. Lakini maandiko yanasema mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Kwa hiyo lugha nyingine ni kwamba ile busara ndio tunaoizungumzia. Urithi ulio bora sio mali na nyumba ambazo baba yako wanaweza kukupa, ila kilicho bora ni kupata ile busara kwenye maisha yako. Haleluya. Yaani zawadi ambayo unaweza ukapewa ikakufaa wewe na kizazi chako. Zawadi ya kwanza na ya mwisho ni busara. Haleluya. Baba yako akae na wewe, akufundishe kuenenda katika busara, akufundisha kwamba ukichukua yai ukalirusha juu likadondoka chini linapasuka na hauwezi kulitengeneza tena. Akwambia ukichukua chungwa ukidondosha chini halipasuki. Haleluya. Ili ujue ukikutana na chungwa unaweza kulirusha chini likadondoka na lisiharibike, ukasema wao nitaliokota tena nitalirusha. Lakini ukishadondosha yai ndio imeisha. Haleluya. Kwa hiyo usiende na ile akili ya kurusha machungwa kwenye kitendo cha kurusha mayai. Haleluya. Yaani kama nikupe mchezo wa kurusha machungwa juu, unarusha unadaka, unarusha unadaka. Akili yako na umakini wako katika kile kitu haitakuwa sawa na mtu ambaye nitamwambia rusha mayai, kwa sababu anajua akirusha yai akilikosa tu likidondoka chini, ile story ya kuokota haipo, ni kuzoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa asiye na busara akapita kwenye mazingira ambayo anarusha mayai juu. Haleluya. Akitumia akili na maarifa alionayo katika kurusha machungwa, atapoteza vyote. Haleluya. Kwa hiyo lazima kufikia hatua ya kupewa busara. Ndio urithi ulio bora. Busara ambao ni mausia. Baba akwambie ya kwamba mwanangu, katika maisha haya usirushe mayai juu,
wakati umegeuka nyuma. Likishadondoka chini, ukigeuka kwisha habari. Mwanangu, ukirusha chungwa likidondoka chini, usikate tamaa, liokote tena. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio urithi ulio bora. Ila akikusudia kukupa mali, akikusudia kukupa fedha, haleluya, maana yake amekupa urithi ambao mwisho wa siku anasema mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye. Ni msiba, ni kilio, ni huzuni. Haleluya. Sasa hii ndiyo ambayo Mungu anaileta kwetu kama baba yetu. Mungu amekusudia kutupa hekima, kutupa busara kama urithi wa kwanza kwenye maisha yetu, ili anapotubariki, ili anapotupitisha katika 1, 2, 3, tuweze kujua namna ya kuenenda naye, ili tunapofika hatua tumepata fedha au tumepata baraka, tusigeuke, asihuzunike, aseme kama ningalijua huyu mtu kumbe ningemwacha kwenye umaskini, angeendelea kuniomba, angeendelea kupiga magoti. Lakini huyu mtu alikuwa ni mhitaji wa watoto, alikuwa rafiki yangu, nilikuwa namuona mara kwa mara, anakuja tunazungumza naye. Nikasema basi ngoja nimpe na hichi kizawadi cha mtoto. Lakini toka nimempa mtoto kanisahau, hana habari na mimi. Haleluya. Maana yake ni nini? Hatutafuti kwa Mungu vitu, ila kwa Mungu tunatafuta kurithishwa busara. Mungu amekusudia sio kutupa vitu. Tunaona huko mbele mfano mzuri tu ni Suleimani. Suleimani, maandiko yanasema ya kwamba alijua kwamba kuna vitu, alijua kuna utajiri, alijua kuna maisha mazuri watu wanayataka. Haleluya. Lakini alichokifanya ambacho Mungu akafurahishwa naye, yaani Mungu mwenyewe akaapa akasema, kabla yako na baada yako hakuna mtu ambaye atafikia utajiri wako. Kwa nini? Kwa kuwa ukitaka kwangu vitu, hukutaka kwangu fedha, hukutaka kwangu mali, ila ulijitakia hekima na maarifa. Haleluya. Huo ndio urithi wa kwanza ambao Mungu ukimwambia leo hii, baba ninafunga siku 5 ili tu kwako nipate hekima na busara, umekuwa rafiki wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa ukichagua ambacho shetani amekitambulisha kwa watu, fedha na mali, ukichagua urithi wa fedha na mali, utakuwa mwana mpumbavu, ni msiba kwa babaye, ni machozi, ni kilio. Ni sawa na wale watu ambao walitafuta watu wakasema, Bwana mimi nitakusaidia, akamsaidia huyo mtu, alikuwa na shida, baadaye yule mtu alizopata vitu vizuri, maisha yake mazuri, akamsahau yule mtu. Anasema najuta kwa nini huyu mtu nilimsaidia, nimemtoa kwenye matope, lakini sasa hivi hata simu yangu hapokei, amebadilika. Haleluya. Ni msiba kwako, kwa kuwa yule mwana alikuwa ni mpumbavu, wewe ukampa vitu badala ya kumpa busara. Kwa hiyo leo amepata vitu, hakukumbuki, unalalamika, unaona amebadilika, unamwona hafai, unamwona kama mtu aliyelaaniwa. Kwa nini? Ulitanguliza kumpa vitu, ukasahau kumpa busara. Hatutakushangaa kukuona unalia, hatutakushangaa kukuona unateseka. Baba mmoja alimpeleka mtoto wake kusoma nje Marekani, kawekeza nguvu nyingi mtoto wake asome, awe vizuri kiuchumi, aje amsaidie babaye. Haleluya. Mtoto akaenda Marekani akasoma vizuri, kamaliza, baba ameshakuwa mtu mzima sasa. Anakutana na wenzake, mwanangu yuko Marekani, nimewekeza vizuri,
ni urithi bora kwa mwanangu nimempa. Mtoto anamwambia baba, ninakuja na mke wangu, nakuja na mchumba. Haleluya, Bwana tusaidie. Furaha ya baba ni kubwa, amefanya uwekezaji, amehakikisha mtoto wake linasoma nje, lina dola, linamtumia maisha mazuri. Baba akaandaa sherehe, jamani, mwanangu anakuja, njooni majirani, njooni mshuhudie mbegu niliyoipanda. Mtoto anakuja, amekuja na mchumba mwanaume mwenzake. Haleluya, Bwana atusaidie. Baba anaanguka chini, anapoteza fahamu. Kwa nini? Aliwekeza kwenye vitu, hakuwekeza kwenye busara. Lazima msiba urudie, lakini angewekeza kwenye busara, yule kijana katika hali ile aliyokuwa nayo angejua ya kwamba maamuzi haya naenda kuyafanya yana 1, 2, 3, na baba yangu alishaniambia misingi yetu ikoje, taratibu zetu zikoje, tamaduni zetu zikoje, tunaishije. Bwana asifiwe sana. Maandiko anasema hivi, pasipo maono mtu hawezi kujizuia. Usipojua unapoelekea hauwezi kujizuia. Usipojua kwamba ukitoka hapo unatakiwa uende Tanga mjini, utatoka hapo utaelekea Kiramura, kwa sababu hauelewi unapokwenda, haujui hatima yako ni ipi, haujui unapoteza muda au unapoteza muda, ila tu ni nani upo, umetoka tu eneo ambalo ulikuwepo. Haleluya. Kwa lazima tupate urithi ulio bora kama kanisa, ambacho Mungu amekusudia wewe ukirithi kutoka kwake ni kipi? Haleluya. Na ninaongea hivi na wewe kukuonyesha kwamba Mungu ni baba yako, na wewe sio tena mtumwa. Bwana asifiwe. Wewe umefanyika kuwa mtoto. Mtoto analipishwa. Mtoto ni tofauti na mfanyakazi tu wa kawaida nyumbani. Mtoto tayari ni mrithi. Haleluya, Bwana asifiwe. Sasa lazima ujue Mungu anataka kurithisha nini ili uelewe. Haleluya. Kwa hapa tutaangalia baadhi ya watu ambao walichagua urithi ulio bora na ambao pia hawakuweza kuchagua urithi ulio bora. Bwana asifiwe sana. Ili upate ufafanuzi vizuri, ujue kwamba tunapozungumzia urithi ulio bora kwa mtoto ni upi, kitu gani ambacho Mungu anakurithisha ukiendeleze wewe na kwa watoto wako. Lakini na wewe kama mzazi au kama mzazi mtarajiwa, na wewe kama mtoto una mzazi wako, unataka nini mzazi akurithishe? Nini ambacho unaweza ukawekeza muda kukitafuta kutoka kwa mzazi ili kikusaidie wewe na watoto wako? Haleluya. Hapa wako watu ambao walitafuta urithi ulio bora, vizazi na vizazi, wakatembea katika baraka ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu walichagua urithi ulio bora. Mtu wa kwanza hapa tunamwangalia tajiri wa Lazaro, Luka sura ya 17 mstari wa 27. Tajiri wa Lazaro, tutaangalia huyu mtu alikuwa na mali, alikuwa ni tajiri lakini anatupa tafsiri ya urithi ulio bora ambao hata sisi ni jukumu letu, nimesema kama waamini. Luka sura ya 17 mstari wa 16. Maandiko yanasema, akasema basi baba, nakuomba mtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tunamtafakari tajiri katika mfano wa tajiri na Lazaro. Bahati mbaya hana jina, kuna lengo, yani tunamzungumza kwa kulifaa Lazaro. Haleluya. Kwa hiyo hii story hatuisomi kwa kumwangalia Lazaro, yani kifupi somo letu hili, Lazaro hana umuhimu, ila sisi tunamwangalia yule tajiri. Haleluya. Kwa tajiri ukimtafakari utagundua kuna kitu ambacho walikuwa nakizungumza. Achana tu na kwamba aliishi maisha ya anasa, maisha ya kujiachia,
na kana kwamba alikuwa ni mchoyo, kwa sababu ukisoma hii story utagundua kwamba kilichomhukumu tajiri ni ubinafsi, uchoyo. Hawajatuambia mambo mengine kwamba alikuwa haendi kanisani au anaenda, ila tunajua tu kwamba mahusiano yake yeye na Lazaro ndio aliyomhukumu. Wewe usipomjali jirani yako au mtu ambaye ana dhiki unaishi naye, haumtendei mema, andiko anasema alikuwa uchi hamkunivika, na alikuwa na njaa hamkunilisha, jehanamu. Kwa hiyo wewe wakati unasubiria utumiwe kwa sababu ya uzinzi, kosa lako tayari lipo kwenye kutokujali watu ambao wamekuzunguka. Ndicho kilichompeleka jehanamu yule tajiri. Haleluya. Sasa maandiko yanasema huyu tajiri akawa anazungumza na Ibrahim, akamrejea Ibrahim baada ya kuona kwamba haiwezekani sasa kumwagiza Lazaro achove jambo maji kidogo ili amdondoshe ili kupata kiu anayosikia kule jehanamu. Akabadilisha mawazo, akakumbuka kitu cha msingi kwamba mimi nilipotoka kule duniani kuna watu ambao urithi niliowaachia nina uhakika watakuja huku nilipo. Haleluya. Akakumbuka hicho kitu, akamwambia basi ninao ndugu 5 kule, mimi ni tajiri. Tunafahamu tajiri akifa haondoki na mali, tajiri akifa haondoki na fedha. Bwana mmoja anaitwa Alexander the Great. Huyu bwana alikuwa ni tajiri mkubwa, alikuwa ni mtu mkubwa maarufu. Akafikia hatua akawa ameumwa, alivyoumwa akawa amefariki. Kabla hajafariki akawaita wale wasaidizi wake wa karibu, akawapa wosia, akawaambia kwamba ndugu, siku nitakayofariki katika msiba wangu naomba hili jeneza langu libebwe na madaktari. Haleluya. Akasema kwamba madaktari watakapobeba jeneza mtawapa tafsiri wale watu ya kwamba jamani, uhai wetu hauko katika mikono ya madaktari. Pamoja na kwamba nilikuwa na madaktari chungu nzima, lakini bado uhai wangu hawakuweza kuulinda, hawakuweza kunipatia afya. Halafu akasema katika hili jeneza mimi mtakapokuwa mmenilaza, pembeni yangu mtaniwekea madini, dhahabu na nini. Halafu mtawaambia watu ya kwamba fedha na dhahabu vimeshindwa kuniokoa, na mimi nimeondoka nimeviacha. Baadaye hatua ya mwisho akasema mimi mtakapokuwa mmeniweka kwenye jeneza langu, mikono yangu mtaiweka wazi, msifunge, mwiweke wazi. Hapo mtawaambia watu nilikuja bila kitu, ninaondoka bila kitu. Kwa hiyo katika yote hitimisho, hakikisha unamcha Mungu. Alisema hivyo Alexander the Great. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunajua ya kwamba huyu tajiri, yaani hata hatuhitaji kuhadithiwa sana, ile logic ya kidunia tunafahamu ya kwamba ukiwa tajiri ukifa, wale wanaobaki unawachia mali, hauondoki nazo. Kwa hiyo huyu tajiri alikuwa na uhakika kwamba wale niliowaacha, ndugu zangu 5 niliowaacha, nimewaachia mali, nimewaachia fedha. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini anatuletea kitu cha muhimu, anasema namuomba Lazaro aende kule duniani. Akifika kule kuna ndugu zangu 5, akawaambie kitu, akawafundishe jambo la muhimu ambalo mimi sikulifanya, ambacho nakiona kabisa hawa watu watakuja huku nilipo, kwa kuwa wosia au urithi niliowaachia hautawafikisha huku. Kwa ombi langu ni hilo, Ibrahim, ninaomba hawa watu wosia niliowaachia, urithi niliowaachia hautawaleta hapa. Mtume Lazaro akawazungumzishe kwa upya, akawaambie kwa upya ya kwamba jamani, njia mnayoiendea sio sawa, njia mnayoiendea ina upotevu mbele yake. Geukeni, badilikeni, msiishi kama huyu baba yenu ambaye sasa leo hayupo. Haleluya. Najua nyinyi mnamwangalia yeye kama aliyefanikiwa, amewaachia urithi, amewaachia vitu vingi, amewaachia njia za kupata fedha na manini, vitu vingi, maelekezo mengi.
ila ana uhakika, sio urithi bora. Haleluya, Bwana asifiwe. Sasa je, ni watu wangapi ambao wanatamani kuachiwa urithi wa fedha? Ni watu wangapi wanatamani baba zao wangekuwa matajiri, wakawaachia utajiri, wakawaachia mali, wakawaachia vitu vizuri? Ndio shauku ya wanadamu wengi. Mahangaiko ni mengi. Lengo ni nini? Natamani nitakapoondoka mtoto wangu asiteseke, nimwachie kitu. Haleluya, haleluya. Mpaka wengine wamefikia hatua wanaona kabisa, huyu mume wangu anachelewa kufa, nifanye namna afanyeje afe ili angalau nipate urithi. Yaani kitu ambacho anaona anaweza kukirithi kutoka kwa mwenzake ni mali. Sasa ukiona watu wamefikia hatua hiyo, maanake udanganyifu kwa shetani ni mkubwa mno. Yaani kiasi kwamba mtu anachokiona ni bora akipate kote vyote, apate mali na fedha. Tajiri anatuambia, wale ndugu zangu 5 walioko duniani najua fedha nimewaachia, mali nimewaachia, magari nimewaachia, ila kitu cha muhimu sijawaachia. Watakuja huku, najua watakuja, maana sijawaachia urithi ulio bora. Halafu walioko duniani wanasema, hawa jamaa wana bahati, baba yao aliweka msingi mzuri, baba yao alijitahidi sana. Haleluya. Kuna watu wanakaa wanasubiria fulani afe ili warithi. Ndio maana unaona familia mtu akifa ni ugomvi, wanagombania mali, kwa kuwa urithi waliouona pale ni mali. Lakini kama tungempa nafasi baba yao au ndugu yao waliofariki, arudi awaambie, jamani, hebu suluhisha hiki kikao. Kitu ambacho tungekisikia ndio hichi ambacho tajiri alisema. Angewaambia, ndugu, hichi mnachokigombania ni takataka, ni ubatili, lakini najua mnaking'ang'ania, mtakuja kwenye njia hii. Laiti mngalijua mngeng'ang'ania kitu fulani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kifupi ni kwamba kama kuna baba zetu wangeamka leo hii, tukawaweka kwenye kikao, tukawapa mic, hebu tuelezee, wewe una neno gani la kutuambia sisi vijana? Kila mmoja aseme, tungesikia vitu vya ajabu. Na kwanza tungeona hao wamepitwa na wakati, akili zao wao unajua wameshakufa, kuna vitu vimeruka kwa sababu lazima tungejikuta kila mtu anatuambia, ndugu, msisumbukie dunia. Ndugu, maisha ni zaidi ya chakula na kuvaa na kula. Yaani lazima tungekutana na watu wengi wanatuambia hicho kitu, kwamba jamani, kuna maisha baada ya dunia hii. Hizi fedha na mali unaziona ni za thamani sana, lakini sio za thamani kwa namna unavyodhani. Haleluya, haleluya. Sisemi kwamba fedha na mali ni vitu vibaya, na wala sikukatazi, lakini nataka nikuonyesha kwamba Suleiman alichagua kitu ambacho kilichokuwa ni bora kwa Mungu. Yaani alichagua urithi ambao ni bora zaidi kwa Mungu. Mungu akasema, ndugu, kwa ulichokiomba hustahili kuwa sawa na wanadamu wengine. Maana ninajua mimi nikija hapa nikaweka simu yangu nirekodi maombi ya watu, nitasikia tu, baba kumbuka kodi, baba kumbuka mtoto wangu, haiwezekani jina langu linaaibishwa kwa sababu ya ada, baba jirani yangu anadhalau, hebu niinue Bwana ajue wewe ni Mungu wa majeshi. Haleluya. Kwa hiyo watu wengi wanaomba kwa sababu wanahitaji fedha, wanahitaji mali. Haleluya. Lakini Mungu anaangalia mioyo yetu, anasema, jamani, natafuta mtu ambaye nataka nimrudishe busara, nimrudishe maarifa, nimrudishe hekima. Haleluya. Kwa hiyo ndugu, zingatia kwamba urithi ulio bora ambao unauhitaji kutoka kwa baba yako wa kimwili na wa kiroho ama mchungaji. Haleluya. Na urithi unaohitaji kutoka kwa Mungu hasa ni busara.
Mwambie jirani yako, unahitaji busara kuliko mali. Siwasi, unahitaji busara kuliko mali. Simama umshike mkono. Haleluya. Mwambie kipengele cha kwanza hicho. Haleluya. Haleluya. Mwambie unahitaji busara kuliko mali. Unahitaji busara kuliko. Amen. Haleluya. Mara pengine mnaweza mkakaa watumishi wa Mungu. Haleluya. Mara pengine Suleiman anasema kufanikiwa kwake mpumbavu kutamuangamiza. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kama inawezekana tu ukose mali ndio wokovu wako, ng'ang'ania hicho kitu. Haleluya. Lazaro yeye alikomana umaskini wake ili tu apate uzima wa milele. Haleluya. Hakuwa mwizi. Nishawaambia watu, ukifika karibu na tajiri nafasi za kuiba ni nyingi. Yaani msichukulie Lazaro tu kama mtu fulani ajielewi. Ukikaa karibu na tajiri, chansi ya kuiba ni rahisi mno, afu ni nyingi mno, kwa sababu tajiri hawezi kuwa ati yuko busy hadi na 5,000. Tajiri akitume kitu change ni shilingi 1,000, aanze kukuuliza change yangu iko wapi? Kwanza ukimwambia hichi kitu nimenunua shilingi 13,000, asema okay sawa, kumbe umenunua 7,000. Kwa Lazaro alikuwa karibu na tajiri, alikuwa na nafasi nyingi za kuiba, za kuwa mwizi, lakini maandiko yanamtaja, yanamtambua kwa sababu alitunza uaminifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukuchukua wewe tukakupeleka kwa tajiri, afu tukufanye uishi kama Lazaro katika shida. Kuna siku utafanya kitu ambacho tajiri mwenyewe atasema mbona kama kuna kitu sikioni hapa. Kwa nini? Kwa sababu ya tabia ya wizi. Maskini na tabia ya wizi. Afu wizi wa maskini unakuwa unamwambia huyu anavyo vingi. Unaona wizi wa maskini ulivyo? Anakuwa anakuambia huyu anavyo vingi. Kwanza hii 1,000 hata nisipomwambia kwamba ni kitu yake haina shida. Ndio akili ilivyo ya maskini. Asijue kwamba amepoteza uaminifu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, ya kwamba unahitaji urithi wa busara na hekima kuliko mali. Na mfano wa pili, hapo tunakutana na bwana mmoja anaitwa Yonadabu na watoto wake wanaitwa Warekabi. Yeremia sura 35. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Mungu. Amen. Tunaendelea. Yeremia sura 35 hapa, sura yote nzima ukisoma utakutana na stori moja nzuri sana ya watu ambao wao pia waliachiwa urithi. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba kulikuwa na bwana mmoja, huyu bwana Yonadabu. Huyu bwana wakati anafariki alikaa na watoto wake, akawaachia urithi, akawaachia maagizo, akawapa maarifa yaliyo sahihi. Haleluya. Sasa Mungu akamchukua yule mtu kama mfano wa kuigwa. Mungu akaichukua ile familia kama mfano wa kuigwa, kwa kuwa Mungu alikuwa akizungumza na taifa la Israeli kama baba. Mungu anazungumza na sisi kama baba, anatutazama kama watoto wake, na kazi kubwa ya baba ni kutoa mahusia kwa mtoto wake, kuzungumza naye, kuongea naye. Achana na kumhudumia kwa chakula na ada, haitoshi. Ndio maana kizazi chetu kimekuwa cha ajabu, kwa kuwa tunachohudumiwa na wazazi wetu ni shule na mahitaji. Nenda shuleni, ukitoka shuleni fanya homework, kalale. Asubuhi tena baba nenda shule, haya haba hii hapa, nimesoma vizuri Kwa hiyo malezi wameachiwa walimu. Haleluya. Kwa tukimwita mtoto kumwambia wewe ni kitu gani baba yako amekufundisha kwenye maisha yako? Hauna. Ila tu ambacho utaanza kutuambia, unajua mimi baba yangu wa kiroho amenifundisha 1 2 3. Tunakuzungumzia baba yako mzazi. Haleluya. Tunazungumzia baba yako aliyekuzaa. Labda
kama baba yako labda hana Mungu unayemwabudu wewe. Haleluya! Lakini tunazungumzia baba yako ambaye ni mtumishi au ni mwamini katika imani. Je, una kitu gani cha kutuambia? Mimi baba yangu aliniambia 1, 2, 3 kuhusiana na maisha, kwa hiyo hata ufanyeje siwezi kukusikiliza. Je, ndivyo ilivyo? Kwa hapa Mungu anatuonyesha kwamba kuna mfano wa kuigwa ambao Mungu anautolea, pamoja na kwamba alikuwa anazungumza na wana wa Israeli mara kwa mara, anaongea nao mara kwa mara. Anasema, mbona nimeongea nini usiku, nimeongea nini asubuhi, nimeongea nini mchana, lakini hamnisikilizi, hamsikii mausia yangu, hamnichukulii kama baba. Natamani niwape urithi ulio bora, lakini hamko tayari kunisikiliza. Natamani niwafanye kuwa watu wazuri wetu mnaofanana na mimi baba yenu, lakini siwaoni kwenye nafasi. Haleluya! Kwa hiyo Mungu akamtuma Yeremia nabii, akasema, nenda kwa watu wa Rekabi wale, kawapelekee neno la Bwana, ukawaambie kwanza, ukawakusanye, wapeleke katika hekalu, halafu uambie Bwana Mungu wa majeshi asema hivi. Haleluya! Nyweni divai hii. Akawaandalia divai, akasema, wape hawa divai wanywe, waambie mimi Mungu ndiye nimesema. Kwa hiyo hawa watu wamekutana na mtumishi wa Mungu nabii Yeremia. Sio kwamba walikuwa hawamjui Yeremia, yaani ni kama vile mchungaji tunafahamu. Kwa hiyo walikuwa wanamfahamu Yeremia. Hata katika wito wao walipoitwa, waliitika wakijua wameitwa na mtumishi wa Mungu. Haleluya! Wanafika kwa mtumishi wa Mungu hawa Warekabi. Maandiko yanasema ya kwamba yule nabii Yeremia akawaambia neno la Mungu ya kwamba nyweni divai. Kunyweni hii divai ni Mungu amesema. Haleluya! Lakini wao wanasema, ngoja nikusomee kwa jinsi yetu. Haleluya! Mstari wa 6, baada ya Yeremia kuwapa hayo maelekezo na kuambia wanywe divai, anasema, lakini wakasema, hatutakunywa divai, kwa maana Yonadabu mwana wa Rekabu baba yetu alituamuru akisema, msinywe divai ninyi wala wana wenu hata milele. Haleluya! Ndio kusoma hapo utakuta kuna maelekezo mengine pia aliwapa ya kuhusu kujenga. Haleluya! Lakini lengo langu la kukwambia ni nini? Hawa watu kuna kitu ambacho walithishwa na baba yao, kitu ambacho sio cha kushikika, sio kitu cha kukamata kwa macho, kwa mikono. Haleluya! Waliachiwa urithi wa mausia, urithi kutoka kwa baba yao, kiasi kwamba neno la Mungu linakuja kwao, kile kitu bado wamekishika. Wanaambiwa, jamani, katika familia yetu hii sisi hatutakunywa divai. Kwa hiyo baraka yetu imefungwa na sisi kutii mausia ya baba yetu. Wao wameshika ule mausia, wametembea nao. Mungu anawaambia Yeremia, ndugu Yeremia, hawa watu mpaka leo wanashika mausia ya baba yao, wameyakamata. Maana yake kuna kitu baba yao aliwarithisha, hicho kitu Mungu anakuja kuachilia baraka kwa. Bwana asifiwe sana. Angalia mstari wa mwisho. Haya, Yeremia akawaambia watu wa nyumba ya Rekabi, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, kwa sababu mmeitii amri ya Yonadabu baba yenu na kuyashika maagizo yake yote na kutenda sawasawa na yote aliyowaamuru, basi kwa sababu hiyo Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, Yonadabu mwana wa Rekabu hatakosa kuwa na mtu wa kusimama mbele zangu hata milele. Haleluya! Kwa hiyo wewe fanya ufanyavyo, hawa watu watabarikiwa. Tenda unavyojua, laani unavyojua kulaani. Tayari kuna msingi, kuna urithi ambao ulishajengwa na baba yako. Haleluya!
Kiingereza anasema shall not want a man to stand before. Yani ili nyinyi ni wabariki. Hawa watu hawatahitaji mtu apige magoti, hawatahitaji kwamba jamani tufunge ili Mungu ashushe baraka yake. Hapana. Yani mnashangaa tunasema unajua ule ukoo umebarikiwa sana yani wale wakifanyaga mambo huwa yanakuwa ni makubwa. Haleluya. Kuna urithi ambao umerithishwa, sio wa vitu, sio wa mali, bali ni urithi wa kimahusia. Kwa hiyo wamerithi kwa kuona kutoka kwa baba yao, kwa kujifunza utii. Amezungumza mara moja akafa akaondoka, lakini wao wameitii mpaka leo, wanaishi mpaka leo. Yani Mungu akiangalia analazimika kusema ya kwamba hawa watu wanautii sio kawaida. Kwa hiyo hakuna kinachozuia kuwabariki, hakuna kinachozuia mimi kuhusika na maisha yao. Ndio watu walekaji walivyokuwa, kwa sababu ya utii waliokuwa nao. Bwana asifiwe. Sasa je, sisi tulio na Mungu au baba aliye hai, achana na baba ambaye amezungumza akafa akaondoka, tunaye baba ambaye yeye ni aliye hai, yupo kila siku, yupo kila saa, na zaidi ya yote anaishi ndani yetu. Muda wote anapiga kelele, muda wote anatuhusia. Haleluya. Muda wote anazungumza na sisi, anaachilia mahusia. Mwanangu, usipite njia hii, utakanyaga mwiba, pita huku mwanangu. Mwanangu, hili ni hai, angalia ulivyolishika, usilirushe hivi, likiponyoka tu litapasuka. Haleluya. Ndio kazi yake Mungu, kuachia urithi kwa watoto wake wa kimahusia. Anayekupa urithi wa mali ni shetani peke yake. Shetani hawezi kukupa maarifa, shetani atakupa vitu unavyoviona. Ndio anasema kufanikiwa kwake mpumbavu kutamwangamiza. Sasa wapumbavu ni wengi. Yani mtu ili aonekane Mungu yuko kwenye maisha yake, anaangalia vitu alivyo navyo. Kwa akiona mambo yamenyooka, anapata kazi zinaenda vizuri, uchumi unainuka vizuri, yani hajioni kuwa ni dhambi. Kuna wale watu wakiona mambo yamekuwa magumu ya kiuchumi ndio wanasema hapa tutakuwa tumekosea, au sio fungu la 10, ndio wanaanza kutoa na fungu la 10. Haiko hivyo. Yani unatakiwa katika ubora ulionao, yani katika kufanikiwa kwako, katika kuinuka kwako, ujue Mungu yupo na wewe au amesha kuacha. Kwa sababu shetani nilishawaambia hapa, alifuata Yesu akamwambia hivi vyote nitakupa, mali zote za duniani, fedha na dhahabu nitakupatia, ila tu unipe ibada. Kwa hiyo hatuwezi kukupima ya kwamba Mungu anatembea na wewe kwa sababu ya vitu. Yani unataka kutuambia ya kwamba Yusufu alivyoingia gerezani, alivyouzwa utumwani Misri, yani alikuwa ni peke yake, Mungu amemwacha? Hatutakuelewa kwamba Ayubu alipopita katika hali ya kupungukiwa, majaribu na mateso, Mungu alikuwa amemwacha. Hatutakuelewa hata kidogo. Nimewatolea mfano wa Lazaro, kwamba Lazaro katika hali ile ya umaskini aliyokuwa nao na shida alizokuwa nazo, Mungu alikuwa amejikalia pembeni, amemwacha. Hatutakuelewa. Haleluya. Lakini tutakuelewa kwamba Mungu anatembea na wewe kwa sababu ya busara ulionao, kwa sababu ya hekima na urithi ulionao, ule utii ulionao juu ya sauti ya Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo kumbe, tukitaka kufikia hatua sasa ya Mungu kuzungumza na sisi, Mungu kusema na sisi, kushuka kutawala maisha yetu, kujidhihirisha kwetu, ni kufikia hatua ya kuona ya kwamba tunamtii Mungu, sauti yake